Rais wa Urusi Vladimir Putin ameita Ukraine na washirika wake kwa maana nchi za Ulaya kwamba ni wachochezi wa vita, akionya kuwa makubaliano yaliyofikiwa jijini Paris kutuma wanajeshi wa kulinda amani huko Kiev ni suala ambalo Moscow haiwezi kukubaliana katika kumaliza vita. Katika maoni yake ya kwanza baada ya washirika wa Ukraine kukubaliana kuhusu dhamana muhimu za usalama kwa Kiev, Urusi imekosoa mpango huo wa kijeshi ikisisitiza kuwa hauna nia njema katika kumaliza vita vilivyoingia mwaka wa 4. Viongozi wa Ulaya na wale wa Marekani walitangaza mapema wiki hii kwamba dhamana za usalama kwa Kiev zinajumuisha utaratibu wa ufuatiliaji unaongozwa na Marekani pamoja na kikosi cha kimataifa cha Ulaya ambacho kitatumwa ikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano yatasitishwa. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anasema kwamba mipango ya watu wa Magharibi ni kuifanya dunia kuwa dunia ya hatari zaidi na dunia isiyokalika, lakini amesema kwamba ole wao wa Marekani pamoja na watu wa Ulaya waamue kuingia ndani ya taifa la Ukraine wakijifanya kwenda kulinda amani, kutokana na kile walichosema kwamba wanadhani huenda kutakuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Urusi Maria Zakharova katika taarifa yake amesema kuwa vifaa na askari wowote watakaotumwa Ukraine watahesabika na nchi yake kama shabaha halali za kijeshi. Hii ni kauli ambayo inazungumzwa sana na viongozi wa Urusi, ikiwa ni pamoja na Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni, lakini pia na hata rais wa Urusi Vladimir Putin amekuwa akizungumzia kauli hii mara kwa mara, kuona ni jinsi gani Urusi inachukizwa na mipango inayofanywa na watu wa Magharibi kuelekea katika taifa hilo. Moscow imeonya mara kwa mara kwamba haitokubali mwanachama yoyote wa NATO kutuma wanajeshi wa kulinda amani nchini Ukraine, ikiwataja washirika hao wa Ukraine kama wachochezi na wanaotaka kuona vita ikiwa inaendelea. Urusi imesema kwamba ipo tayari kuendeleza vita wakati wote na ipo tayari kupambana wakati wote. Wakati huu rais wa Ufaransa ambaye anakubaliana na mpango huo wa kutaka kutuma wanajeshi akishirikiana na waziri mkuu Keir Starmer wa nchini Uingereza, lakini pia na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, anataka kufanya mazungumzo na rais wa Urusi. Haijulikani anataka kuzungumza nini, lakini zaidi ni mpango wa kumaliza vita huko nchini Ukraine. Ni muda mrefu rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alizungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky pamoja na washirika wake wamekubaliana na kukamilisha mpango wa mfumo wa amani ambao umefanyika mkutano huko Paris. Washauri wa masuala ya usalama kutoka nchi 15 ambazo zimeshirikiana na Ukraine walikutana siku ya Jumamosi ya Januari 3 na wakakaa kukamilisha makubaliano ya mfumo utakaolenga kukomesha vita dhidi ya Urusi. Mkutano huu ulikuja siku chache kabla ya mkutano wa kilele wa muungano wa nchi zilizojitolea uliopangwa ambao ulifanyika mnamo Januari 6 huko Paris, na mipango kadha wa kadha ikapangwa namna ya kutafuta njia kwa majeshi ya watu wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na Ufaransa, Ujerumani, Canada, lakini pia Umoja wa Ulaya na hata NATO kuelekea katika taifa hilo la Ukraine, na kile walichosema kwamba ni kwenda kulinda amani na ni kutokana na kwamba baada ya kumalizika kwa vita hakuna namna ambayo nchi hiyo itakuwa na dhamana ya kiulinzi, wakihofia suala la vita vya wenyewe kwa wenyewe, na hivyo wakaona njia pekee ni kuweza kwenda kuilinda nchi hiyo ya Ukraine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.